Kiongozi wa upinzani nchini Uganda na mgombea urais Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine ameutaka wananchi kuandamana kwa amani endapo Rais Yoweri Museveni atajaribu kuvuruga matokeo ya uchaguzi wa Januari 15, 2026. Bobi Wine amesema kuwa amewaambia wakazi wasisubiri maagizo yake moja kwa moja kabla ya kuchukua hatua ya kulalamikia matokeo yanayochukuliwa kuwa hayatoshi na ya hila. Uganda inawapiga kura zaidi ya milioni 20 na Museveni mwenyewe mwenye umri wa miaka 81 anaonekana kutarajiwa kushinda tena baada ya kuongoza kwa karibu miongo minne, akidhibiti kwa karibu taasisi za serikali pamoja na vyombo vya usalama. Bobi Wine, msanii aliyebadilika kuwa mwanasiasa, anajitosa tena kwenye kinyang'anyiro hicho cha urais baada ya kampeni yake ya mwaka 2021 kukumbana na ukandamizaji na shutuma za uchezeshaji wa matokeo. Wakati huo huo, mashirika ya Umoja wa Mataifa kama Amnesty International yamelalamikia serikali ya Uganda kwa shutuma za ukandamizaji dhidi ya wapinzani wake kabla ya uchaguzi, ikiwa ni pamoja na kuwakamata kwa mamia ya wafuasi wa Bobi Wine. Viongozi wa upinzani pia wanatoa tahadhari juu ya hali ya kisiasa katika ukanda wa Afrika Mashariki, ambapo vijana wengi wanaonyesha wasiwasi kuhusu ukosefu wa demokrasia na ajira. Bobi Wine amekiri kwamba maandamano yanaweza kukabiliwa na vurugu za serikali, lakini amesisitiza umuhimu wa maandamano ya amani kama njia ya kukabiliana na mfumo ambao unauona kuwa wa ukandamizaji. Pia amesema anaunga mkono msaada wowote wa kimataifa unaolenga kusaidia demokrasia, ikizingatiwa kuwa wananchi wa Uganda ndio wanapaswa kuwa na jukumu kuu la kuongoza nchi yao.